Yaani samani. Wewe unaitwa? Fatuma Baga. Ambaye ni nani wewe? Mimi ni mtoto wa mama, ni mrithi wa Yona Ahmad Baga. Ambaye ni baba? Ambaye ni baba ndio. Alifariki. Alafu 2012 kwenye eneo letu la Ikasaba pale Mwambepani Kindondo ukatokea mgogoro. Watu wakawa wamevamia. Tukaanza kwa mjumbe, kesi ikaenda mpaka mahakama kuu. Kote tukashinda. 2024 utekelezaji ukafanyika na yule tulikuwa tunagombana naye akabomoa ilikuwa amejenga lakini akalipa na fidia. Serikali ya mtaa akalipwa na nani na fidia? Alilipa fidia za usumbufu alitulipa sisi. Aliwalipa nyie? Alitulipa sisi. Anaitwa Herode Show. Kwa maelekezo ya mahakama. Kwa maelekezo ya mahakama. Baada ya pale lile eneo lilikuwa halijapimwa kwa sababu kwa muda wote huo miaka 14 lilikuwa liko kwenye stop order. Baada ya pale sasa tukaanza kwamba utaratibu wa kupima. Lakini katika neno wakati kesi inaendelea kukawa kuna bwana anaitwa Joseph akawa alijenga kwenye lile eneo. Ili utekelezaji ufanyike ikabidi aende serikali za mtaa akamwomba mwenyekiti Gibson Msukuma atuite kwa ajili ya nini? Ya maongezi. Sisi tukaja. Kuja ilikuwa ni Jumamosi. Tukakubaliana pale kwamba wao wakakubali, walikuwa wawili wakakubali kulipa, mmoja kwamba atalipa milioni 8, mwingine atalipa milioni 25. Jumatatu tukapokea summons kutoka baraza la kata kwamba wale wameenda kulalamika. At the same time Jumatatu hiyo wale wakawa wameenda kulalamika kwa mkuu wa wilaya. Kuna kulalamika kwa mkuu wa wilaya ikaja summons tena kutoka baraza la ardhi wilaya. Pale kwamba wale wametushtaki sisi. Wanasema kwamba kwenye kesi hawakusikilizwa. Ikabidi tuanze tena kesi kwa baraza la wilaya. Hukumu ikatoka kwamba ile hukumu ya mahakama kuu haikueleza kwamba eka 7 za Kindondo ni wapi. Kwa hiyo ikabidi tuwafungulie tena wale watu kesi. Wakati tunawafungulia kesi wakawa watu 9 wote wanasema eneo hilo moja. Kesi ile ikawa inaendelea, shauri liko baraza la ardhi. Kukawa tunataka sasa kuendeleza lile eneo ambalo yule Herode alifanyaje? Aliliachia ili tupime. Tukaanza kufuata utaratibu ule wa serikali kupima. 2025 kuanzia mwezi wa kwanza. Kuanzia mwezi wa kwanza mpaka wa 9 tukawa hatupati ushirikiano kutoka kwa yule mpimaji wa halmashauri. Ikabidi sasa kutafuta mpimaji wa nini? Wa kwetu wa private. Tukaanza kupata ule utaratibu wa kuomba vibali. Tukaomba vibali. Kuja serikali za mtaa na surveyor kupata mtendaji akatupa ushirikiano. Mwenyekiti akawa anazuia Gibson Msukuma. Anasema kwamba ile eneo haliwezi kupimwa, eneo lina mgogoro. Tunamuuliza eneo lina mgogoro, tuna mgogoro na nani? Tumekabidhiwa ukiwa ni shahidi, unaona imekuwaje leo mwenyekiti unageuka? Akazuia akasema hapana. Mtendaji akamwambia mimi siwezi hapo kuzuia kwa sababu tulikuwepo sisi wote na ile eneo halina mgogoro. Mwenyekiti anang'ania eneo lina mgogoro. Mkuu mwenyekiti alitujibu hivi. Nendeni popote hapa mtarudi, simwogopi yoyote. Awe ni mkuu wa wilaya au ni rais. Gibson Msukuma alitujibu hivyo. Si yuko hapa Msukuma? Hebu njoo. Tukatoka hapo. Tukaenda kushtaki kwa mkuu wa wilaya. Tukasema mkuu wa wilaya, sisi baraza la kata kila siku anatuletea sana. Mtendaji anaita mkuu asiyupo. Eneo ambalo tunataka mjenge lina ukubwa gani? Lina ukubwa wa eka 7. Eka 7. Ndio. Ambalo ndo alirudisha huyo bwana nani? Alirudisha bwana Herode Show. Kwa sababu ya hukumu ya mahakama kuu. Ndio. Na baadaye sasa mkashtakiwa kwamba eneo alikusema liko wapi? Alikusema kwamba liko wapi? Yaani halikuspecify mipaka kwamba linatakiwa litekelezwe mpaka wapi. Mkashtaki tena. Mkashtaki tena. Mliposhtaki kesi inaendelea. Kipindi tukiwa tunaendelea tumeenda kwa mkuu wa wilaya kulalamika kwamba baraza la kata wanatuletea tena summons nyingine kwamba hata ile eneo ambalo tumemtoa yule Herode wameingia watu wengine tena 6. Wanasema kwamba ni eneo lao. 9-6. Wanasema tena ni eneo lao. Mkuu wa wilaya alitupa ushirikiano akamtuma katibu tarafa yule Mkenda akaja akaona kweli kwenye eneo. Na akaona na hukumu zetu. Akamuita mtendaji wa kata. Akamuuliza mtendaji wa kata, hawa watu tumewaita? Mtendaji wa kata akasema wacha nimuite katibu wa baraza la kata. Katibu wa baraza la kata akasema mimi sijawahi kuwafanyaje? Kuwaita hawa watu. Kwa sisi tukarudi kwa Mary Mkenda akapewa majibu kwamba
hawa watu hawajawahi kuitwa. Kwa hiyo sisi tukawa tunaendelea kwamba tunajua kwamba hakuna nini, hakuna mgogoro. Baada ya hapo survey akaenda yule wa private akaenda akaweka beacon kwenye eneo. Zile beacon kuna Alfani ambaye yeye ndo anaongoza kundi la kudhulumu. Kuna dada anaitwa Ziada na mzee Marando wakaenda wakazitoa zile beacon kwenye eneo. Huyo Alfani tumeshawahi kumripoti kituo cha polisi. Upande akawekwa ndani. Mwenyekiti akaja akamtoa akiwa Alfani ana kesi ya jinai ya kuingia kwa jinai. Baada ya hapo, kwa hiyo mwenyekiti hivi ninapoongea hapa tuna mashauri mawili baraza la ardhi wilaya. Wote wananani eneo hilo moja ambalo tayari sisi tumefanyaje? Tumeshashinda. Haya, hebu mpe mwenyekiti. Asante sana mheshimiwa mkuu wa mkoa. Mgogoro wa mama huyu unaofahamu. Mama huyu alikuja na hukumu zake kutoka mahakama kuu akiwa ameshinda mahakamani. Baada ya kuja ofisini kwangu, nikawaita wale wote waliokuwa wameshindwa mahakama. Nilipowaita nikamwita mama huyu na mwanae. Walipofika ofisini kwangu, nikawaambia nyinyi mmeshindwa mahakamani. Cha msingi ni kuzungumza na huyu mama mwenye eneo lake, ikiwezekana mumlipe kuliko nyumba zenu zivunjwe. Wale mabwana wakawa wamekubali. Baada ya kuwa wamekubali, kaandika pale makubaliano. Kilichotokea mheshimiwa mkuu wa mkoa, wale mabwana wakakataa yale maandishi baada ya kutoka ofisini kwangu. Wakadai kuwa gharama zile ni kubwa ambazo walitakiwa walipe. Lakini wakati huo tulikuwa tumeshafanya mawasiliano na surveyor wa serikali au mpima wa serikali Samwini. Alikuja katika eneo akazunguka. Baada ya kuzunguka akampa mama utaratibu wa kufika ofisi ya halmashauri kwa ajili ya kuendelea kupima eneo. Wale mabwana baada ya kukataa wakaenda ofisi ya mkuu wa wilaya. Walipofika ofisi ya mkuu wa wilaya, maana yake hawa wakaitwa tena sasa ofisini na mheshimiwa mkuu wa wilaya. Wakati wakiwa ofisini kwa mkuu wa wilaya, na mimi nikaitwa, tukaenda tukakaa tena mezani na mwanasheria Kinyaia. Akawaeleza kila kitu. Mwisho wa siku wale mabwana wakakimbilia baraza la kata zikaja stopoda za baraza. Baada ya kuja stopoda za baraza, hawa ndipo wakaja na surveyor sasa wa kampuni binafsi kutaka kulipima hiyo eneo. Wakati huo stopoda za baraza la kata zimekishafika ofisini kwangu, nikawaambia eneo hili ina mgogoro tayari, baraza limekishaelekeza kuwa eneo hili ina kesi. Kwa hiyo hamwezi kulipima kwa sababu stopoda hizi hapa na sama za baraza hizi. Mheshimiwa mkuu wa mkoa, mambo kwa bahati nzuri yote sana, na sisi tumeelekezwa kwa wajibu wake sana. Aliongea vitu vingi sana kiasi kwamba mimi kama mwenyekiti wa sekta nilimwambia mama, kuna nafasi nyingine unaweza ukaenda mbele kwa ajili ya kupata msaada zaidi ili kuhakikisha pengine. Ngoja kwanza mwenyekiti, wanasheria sipo hapa, maadvocate. Jambo likishaamuliwa mahakama kuu linarudi tena kwenye baraza la wilaya. Naam? Hebu shika maiki kwanza mwanasheria. Na kama lirudi leo kabla saa 11 wale wakaondoke. Yaani kama itagundulika kwa mujibu wa taratibu, nikitoka hapa muda huu mimi naelekea huko ili katoe adabu tena kwa watu wengine huko. Nikitoka hapa, hebu nipe kwanza taratibu za kisheria zikoje. Kwamba jambo limeamuliwa mahakama kuu, alafu si wameshinda, labda kwa sababu kuna hukumu hapo, mimi sijui. Wewe kwanza maiki kwa moja.
jambo limeshaondoka mahakama kuu na limeshatoa maelekezo, haliwezi kurudi tena kwenye baraza la kata, labda kwa maelekezo ya mahakama kwamba likasikilizwa kwenye mahakama iliyosikiliza mwanzoni, na mahakama iliyosikiliza mwanzoni haiwezi kuwa baraza la kata, kwa sababu baraza la kata kimsingi haina mamlaka ya kulisikiliza, inaenda kwenye baraza ambalo ilisikiliza, ambalo ni baraza la ardhi za wilaya, kama kuna maelekezo ya hivyo. Lakini tulipitia hizo hukumu, hapakuwa na maelekezo hayo. Hukumu ile ilishinda na walifanya utekelezaji na walishawatoa wale watu ndani. Kwa hiyo kitendo cha kurudi ni kwamba wanafungua fresh case, wanabadilisha parties ili kuweza kumiti zile requirements za kisheria kwamba wasiwe ni same parties. Yaani wanafanya janja janja. Yes. Wanabadilisha sasa, wanabadilisha parties ili waweze kukataliwa mahakamani, na ndicho kilichofanyika kwenye shauri hilo. Mkuu wa wilaya, tukitoka hapa moja kwa moja Kinondoni na kuja kwenye eneo hilo, tukitoka hapa mnishikie hizo hukumu wanasheria. Kamishna wa ardhi yupo, ataliangalia vizuri bila kugusa wala kuvunja sheria. Nitakwenda kwenye hizo kasaba kwanza, na nitaenda hapo hapo na nitaamua hapo hapo, na kabla saa 2 usiku yatakuwa yameshaanza kutekelezwa leo. Kwa hiyo wanasheria, maadvocate, kamishna wa ardhi, mjipitishe vizuri kabisa ili pasiwe na shaka yoyote. Mwenyekiti, nyinyi kule chini najua mmekuwa ni viongozi, lakini nafahamu kasoro mlionayo ndogo sana ni kutokujua wakati fulani sheria zilivyo. Yaani ni kama vile mimi nije hapa nitoe maelekezo kwamba jambo hili nakwenda 1 2 3, halafu mtu anakuja kwenda kushtaki kwa DC, halafu DC anakuja kuamua hapa tofauti na yale ambayo mimi nimeyaamua hapa. Sijui umeelewa mpaka hapo? Kwa kitu kufanyika kule ni kwamba hata wewe kitendo cha kuwashauri kwamba wakae na hawa watu ilikuwa ni kosa la kisheria, kwa sababu mahakama imekwishaamua. Kwa hiyo maana yake ni kwamba hii safari yote mpaka kufika hapa, hata wewe mwenyekiti una mchango. Naomba mheshimu sana maamuzi ya mahakama siku zote. Mahakama ni muhimili unaojitegemea, ni muhimili wenye weledi, ni muhimili wenye wataalamu, na tafsiri ya sheria zote zipo kwenye katiba. Itakapokuwa imeamua, imetafsiri, saidieni watu, usiwe kuna janja janja. Sasa mama huyu leo aanze kutafuta hela, mume wake ameshafariki, baadaye yeye mwenyewe atakuja kufariki, watoto watakuja kufariki. Ina maana leo eneo itakuwa ni furaha kwamba leo na mwenyekiti au leo wale watu ambao wamevamia. Mtu aliyevamia kwenye jengo lolote, hata kama ghorofa lina thamani ya bilioni 80, piga mtama chini, kwa sababu ni maamuzi ya mahakama. Kwa sababu yeye alileta kiburi anapoambiwa. Kwa mimi nikitoka hapa, naporudi nyumbani, moja kwa moja natoka hapo Kinondoni. Mkuu wa wilaya tunakwenda kuliangalia eneo, tunaangalia, tunasoma tena pale pale, alafu hapo tunaamua, na kabla saa 2 leo kile ambacho tutakuwa tumejiridhisha kinaanza kutekelezwa. Iwe ni nyumba milioni 800, iwe ni bilioni 15, hukumu ziko hapo. Itapigwa mtama tu ili huyu mama apate haki yake. Mmenielewa ndugu zangu? Hivi karibuni na leo nilimuita ofisini kwako. Oda. Leo alikuwa anakuja kwa mkuu wa mkoa. Huyu dada aliomba appointment toka wiki iliyopita kwamba mwenyekiti nitakuja ofisini kwako kwa ajili ya jambo la Juma. Na Juma tukamwandikia barua ya wito afike ofisini kwangu leo. Kwa hiyo kilichofanyika ni kwamba sijajua kama Juma amekuja ofisini. Mwenyekiti. Naam. Yule mjumbe aliyedhamini yuko. Yule mjumbe aliyesaini. Mjumbe aliyesaini huo mkataba inawezekana sasa hivi akawepo ofisini, na yeye nilimwita leo ofisini. Na huyo Juma na huyo dada. Huyo mjumbe, ngoja kwanza taratibu. Huyo mjumbe aliyesaini hapo ni mjumbe wako? Ni mjumbe wa serikali ya mtaa. Unamfahamu? Namfahamu. Na ulimpa mamlaka hayo ya kwenda huko? Mheshimiwa mkuu wa mkoa, huwa hatutoi mamlaka. Kama hivi niko huko kwenye kikao chako mheshimiwa, kule kuna mtu anaweza kawa anahitaji kufanya biashara. Lakini ofisi yangu, muhuri wangu ndio unabaki ofisini kwa ajili ya kuhudumia wananchi. Kwa wenyewe
mjumbe yoyote anakuwa na mamlaka na ule muhuri. Kwa hiyo saa hizi pale wananchi wanapata huduma kwa sababu mwenyekiti huwezi kutoka nao. Nachosema kwa mfano mimi hapa mkuu wa mkoa, muhuri wangu mimi mkuu wa mkoa, hakuna mwenye mamlaka nao mwingine, lakini kama barua anaweza kuandika kwa niaba sawa sawa, kwa niaba anaweza kaandika labda rasi au nani, lakini sio kugonga ule muhuri wangu mimi. Je, huko chini nyinyi mwenye muhuri wa mwenyekiti unagongwa na mjumbe na nani huyo yote? Mheshimiwa, kwa sababu ofisi yangu ina mihuri miwili. Muhuri mmoja ni wa afisa mtendaji, muhuri mwingine ni wa mwenyekiti wa serikali ya mtaa, ambao huu muhuri tunautumia mimi na wajumbe wote wa serikali ya mtaa. Hebu mnisaidie kwanza hapa. Naona Mheshimiwa mkuu wa mkoa, hichi kinachoelezwa hapa, mimi nadili kila siku na masuala ya ardhi. This is a planned event. Yaani hili ni tukio lililopangwa kwa kifupi. Kwa nini? Mmoja, mjumbe wa serikali ya mtaa unaposaini ile fomu, ina maana unabeba dhamana kwamba huyu anayeuza hii ardhi ni yake. Umewekwa pale kwa sababu wewe ni mwenyeji wa lile eneo. Kama mtu anauza humjui, unamtilia mashaka, hutakiwi kusaini, unatakiwa kugoma kusaini. Baada ya kugoma, unatakiwa kumwandikia barua kwamba huyu mimi simfahamu kama anamiliki eneo hili, hivyo nimeshindwa kusaini fomu yake. Unapoweka sahihi tu, ina maana unabariki kwamba huyu mtu anayeuza hii ardhi ni yake, kwa sababu hii ardhi inamilikiwa kiasili, na nyinyi mko huku chini, mko pamoja na hii jamii, mnajua kabisa ardhi hii ni ya nani. Ndio maana mkurugenzi kabla ya kuanzisha hati anataka nyinyi mnaoishi na hawa wananchi mthibitishe hii ardhi anayeuza ni ya kwake, hii ardhi anayeomba kupimiwa ni ya kwake. Kwa hiyo Mheshimiwa RC hapa, yeyote ambaye amesaini hiyo fomu na akasababisha huyu dada kutapeliwa, ana swali la kutujibu. Alisaini katika misingi ipi? Hilo ni swala la msingi sana. Hatuwezi kuzuia haya maswala kama tutaoneana aibu. Huo ndio ukweli. Kwa mantiki hiyo, Mheshimiwa RC, ikikupendeza, mjumbe yeyote aliyeweka sahihi pale aje tueleze ilikuwa kwa nini, alikuwa na malengo gani, wakati anajua hili eneo sio la muhusika. Haiwezekani Mheshimiwa RC, katika mtaa kama huu hapa mimi nikamiliki ardhi, halafu majirani zangu pale wasijue kwamba mimi namiliki ardhi, watendaji wa mitaa wasijue pale kwangu, mwenyekiti wa mtaa asijue pale kwangu, mjumbe wa mtaa asijue pale kwangu. Ndio maana nasema hili lilikuwa ni tukio la kupangwa. Swala la msingi, fedha ya huyu dada irudi, na watakaorudisha ni wale waliosababisha hasara. Asante sana Mheshimiwa RC. Huyu ni kamishna wa ardhi, kamishna msaidizi wa ardhi, ambaye hiyo ni taaluma sasa ya kwake huko. Mwenyekiti, umeelewa jambo hilo? Mheshimiwa mkuu wa mkoa, nimeelewa jambo hili kwa sababu... Na mwenyekiti, unafahamu moja ya maeneo yenye migogoro mikubwa ni pamoja na mtaa wako. Ni kweli. Mheshimiwa mkuu wa mkoa, unajua ni kwa nini? Naomba Mheshimiwa nisikize kidogo. Ngoja kama mwenyekiti, unajua ni kwa nini? Sababu najua kwa sababu niko kata ya Magwepande, lakini ndio eneo ambalo imekuwa na migogoro mingi, lakini kwa sasa tunaendelea kuimaliza kwa sababu tuna mradi wa upimaji ambao tumeshatoa hati za. Kuna migogoro pia mingi kwa sababu ya janja. Nyinyi ni wenye vitu wangu na wafahamu in out. Hiki alichokizungumza kamishna hapa awali kumsaidiza. Haiwezekani mtu aje na fomu iliyogongwa muhuri